Uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao hamasa kubwa sana imetolewa kwa Watanzania kuliko chaguzi zote zilizopita. Kwa hiyo hili ni wapongeze watendaji ambao wanaendelea kulisimamia, na tutajikita kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa ni wa hamasa, kila Mtanzania anaelewa kile ambacho kinaendelea katika maeneo yetu. Lakini tukumbuke kwamba tuko kila eneo. Ukienda kwenye digital utatukuta tunaeleza ufahamu, elimu kuhusu uchaguzi huu. Ukienda bila utatukuta. Ukienda kwenye vyombo vya habari kupitia TV, television, lakini pia kwenye matamasha mbalimbali, hamasa imeendelea kutolewa kuhusu uhamasishaji na utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini kumbukwe pia kwamba zipo taasisi zaidi ya 83 ambazo ziliomba kwenda kutoa elimu ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na mimi niendelee kuzihamasisha taasisi hizo kama namna ambavyo walivyoomba, basi wahakikishe kwamba elimu hiyo iwafikie Watanzania katika kila miji, katika vijiji na vitongoji, ili Watanzania waweze kuelewa kile ambacho kimekusudiwa kwao kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Taasisi hizi zaidi ya 83 ziko katika kila mkoa, zipo katika kila wilaya, zipo katika kila kijiji na tarafa, ziko katika kila kitongoji, zipo katika kila kata katika nchi yetu hii Tanzania. Jukumu lao kubwa ni kwenda kutoa elimu, na ni wasihi viongozi wa taasisi hii, ni wajibu wao kuhakikisha kwamba kwa namna walivyoomba, basi elimu hiyo iende kwa kila Mtanzania kwa namna ilivyokusudiwa. Aidha, kama ambavyo nimetangulia kusema, ni wajibu wa vyama vya siasa kuhakikisha vinatoa elimu ya uchaguzi huu kwa wanachama wao, na sio kulaumu tu, hata wao wana jukumu hili. Nimetangulia kusema uchaguzi huu ni wa kila Mtanzania yule aliyefikisha miaka 18 na kuendelea. Uchaguzi huu unavihusu vyama vyote vya siasa 19. Ni waombe kila kiongozi wa chama ambacho kitashiriki kwenye uchaguzi huu, yeye awe wa kwanza katika utoaji wa elimu, na si kulaumu tu kwa serikali pengine elimu haijatolewa vya kutosha. Lipo jambo lingine ambalo ningependa kulitolea ufafanuzi, ni kuhusu wasimamizi wa vituo kukataa kutoa takwimu za uandikishaji kwa mawakala. Ndugu zangu, kumekuwepo na baadhi ya watu wakihitaji kupata takwimu za uandikishaji za kila siku kutoka kwa waandishi. Nitoe ufafanuzi juu ya jambo hili kwamba mawakala wanatekeleza jukumu lao la msingi la kuhakikisha wananchi wanaofika kujiandikisha wanajiandikisha kwa mujibu wa kanuni, wanajiandikisha kwa mujibu wa miongozo pasipo bugudha. Suala la ukaguzi wa daftari lipo kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi. Mkiisoma vizuri kanuni ya 10 fasiri ya 4 na 5, tangazo la serikali namba 572, na kanuni ya 11 fasiri ya 4 na 5, tangazo la serikali namba 571, 573 na 574, zimeweka wazi baadhi ya zoezi kukamilika. Limeweka wazi kuwa baada ya zoezi kukamilika, orodha ya wapiga kura itabandikwa na wananchi wote, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa watakagua daftari ili kujiridhisha na usahihi wa orodha iliyotolewa. Jukumu kuu walilonalo mawakala wa vyama vyote vya siasa, tunatambua kila kituo kuna mawakala, na kwa mujibu wa kanuni mawakala wote wa vyama vya siasa wana wajibu wa kuwatambua wale wote wanaokwenda kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa unaokuja tarehe 27 mwezi wa 11. Tumesema hapo awali, uchaguzi ni kalenda ya mwaka mzima, na kanuni zimeweka ufafanuzi wa kina kabisa
kwamba baada ya zoezi kukamilika, majina yote yatabandikwa, yatakuwa wazi, manake si siri, yatakuwa wazi, na kila kiongozi wa chama na wananchi wanayo haki ya kwenda kufanya ukaguzi na kujiridhisha kutokana na majina yaliyoorodheshwa katika daftari hili la uchaguzi wa serikali za mitaa. Na endapo kutakuwa na kasoro zozote, ni fursa ya kurekebisha kasoro hizo, na kanuni imeweka wazi utaratibu wa nini kifanyike iwapo kutakuwa na kasoro ambazo zimebainika. Jukumu la mawakala wa vyama vyote vya siasa ni kuwatambua wale wote ambao wanajiandikisha katika maeneo yao, na jukumu la waandikishaji wao, shughuli kuu wanayoifanya ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaofika kujiandikisha wanaandikishwa bila kuwepo kwa bugdha, na hili limefafanuliwa vizuri katika kanuni za uchaguzi ambazo nimezitaja hapo awali. Sura namba 500, tangazo la serikali namba 571, tangazo la serikali namba 572 na tangazo la serikali namba 573 na 574. Ni vyema niwaombe tupate fursa ya kupitia kanuni hizi. Kanuni hizi zimeshirikisha vyama vyote vya siasa. Vyama vyote 19 vilishiriki katika kuandaa kanuni hizi. Maoni yao yalipokelewa na yalifanywa kazi, na sehemu kubwa ya marekebisho haya ni marekebisho ambayo yalikusudiwa na sote ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na kanuni rafiki ambazo zitatumika katika uchaguzi huu bila kuwepo kwa migongano yoyote au sintofahamu yoyote inayoweza kujitokeza. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuviomba vyama vyote kutoa fursa kwa waandikishaji ili waweze kupewa nafasi watekeleze jukumu hilo kwa mujibu wa kanuni. Narejea, ninawaomba viongozi wa vyama mbalimbali kutoa fursa kwa waandikishaji ili waweze kutekeleza jukumu hili la kikanuni ambalo limeelezwa kwa kina katika kanuni nilizotangulia kuzitaja hapo awali. Na kama ambavyo nimetangulia kusema, endapo kutakuwa na changamoto zozote, basi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunachukua hatua dhidi ya changamoto zozote ambazo zinaweza kujitokeza, kuhakikisha kwamba wale wanaojiandikisha, wale wanaotaka kwenda kujiandikisha, wale waandikishaji, wasimamizi wanapewa fursa ya kuandikisha katika misingi ya kanuni nilizotangulia kuzieleza hapo awali. Lakini waombe pia viongozi wa vyama vya siasa basi kutambua kwamba kanuni zetu zimeweka wasimamizi wa uchaguzi, na wasimamizi wa uchaguzi hawa na wasimamizi wasaidizi, jukumu lao kubwa ni kupokea malalamiko mbalimbali ambayo yanaibuliwa katika maeneo yao. Ni waombe basi yule ambaye mwenye changamoto, mwenye malalamiko, kufikisha malalamiko hayo kwa wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ili waweze kuchukua hatua stahiki pale ambapo kuna changamoto mbalimbali zinazoweza kuibuka. Nirejee tena, niwaombe viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa ambao pengine wanaona kuna changamoto moja au mbili katika eneo husika, wafikishe changamoto hizo kwa viongozi, wasimamizi wa uchaguzi au wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi waliopo katika maeneo yote nchi nzima, ili changamoto husika ziweze kufanywa kazi. Na iwapo changamoto hizo zitahitaji kufika katika ngazi ya taifa, ninawaomba viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa kufikisha changamoto hizo ili ziweze kufanywa kazi na kuepuka kulalamika tu pasipo kuchukua hatua ya kuleta changamoto hizo zifanywe kazi. Itambuke kwamba sheria haijaacha mwanya hata kidogo wa kutoa fursa ya watu kulalamika kiwa malalamiko yao. Kwa hiyo sisi tupo na wasimamizi wa uchaguzi wapo. Pale ambapo kuna changamoto popote, tunawaomba wazilete ziweze kufanyiwa kazi mara moja.